Katika mapendekezo yangu katika jukwaa hili la ushirika, nilikuwa natamani mapendekezo yafuatayo. Kwanza, sisi kama AMCOS mara nyingi tumekuwa ni wakusanyaji tu wa zao hili la pamba. Yaani watu wanapolima basi sisi tunasubiri kukusanya. Lakini sisi hatuonyeshi mfano kama wakusanyaji. Kwa hiyo pendekezo langu ni kwamba na sisi kama AMCOS, kwa sababu tunayo mashamba, kwa sababu kila AMCOS ina mashamba makubwa. Kwa hiyo nikatamani kwamba hilo wazo kila AMCOS tunalima ili kuinua zao la pamba. Kwa sababu kama kwa mfano ukianzia eka moja haukosi kupata kilo karibu 1000 na kitu. Hata kama zikipungua basi unaweza kupata kilo 800. Kwa hiyo tayari utakuwa umesaidia angalau kuwavuta hata wale waliokuwa wamekata tamaa kuilima pamba wanaweza wakailima. Changamoto ni kwamba ile hamasa imepungua. Maana watu asilimia kubwa wanataka warudi kwenye mazao kama jamii ya mikunde. Unaona? Lakini nilitamani maafisa ushirika wahamasishe zao hili la pamba. Sio kwamba watu hawataka kulima, watu wanataka kulima. Ile hamasa haipo. Lakini kama wakiingia kila kijiji na wakahamasisha hilo, nina hakika watu wataelewa. Najua elimu hii ya mitandao haijaingia sana vijijini. Ni vizuri kila afisa ushirika akienda kila kijiji akazungumza na wananchi akatoa hii elimu. Nina hakika watu watailima pamba. Lakini na utaratibu huu niliousema sasa ya kwamba miji inaendelea kupanuka. Maeneo mengine yameanza kuvamiwa na miji. Kwa hiyo zao la pamba halitakuwepo tena. Kwa hiyo utabaki na magala. Kwa hiyo hapo ndio nikashauri kwamba natamani kila mmoja basi afikirie, kwa sababu unapoitwa kiongozi lazima uwe na ubunifu kwamba eneo langu hii natamani liweje. Kwa hiyo magala hayo angalau basi yabadilishwe yawe ni magala ambayo yatakuwa yanakusanya mazao aidha ya chakula, kwa mfano mpunga na mazao mengine, au kuweka mashine zile za hizi alizeti, kukamua mafuta ya alizeti. Endapo bei ya zao la pamba itakuwa nzuri, hiyo ndio inaleta motisha kabisa. Kuferi kupata pamba nyingi ni kwa sababu ya bei. Nipende kuzungumzia kuhusiana na masuala ya SACCOS. Kwa ufupi, mimi kama kijana niweze kuzungumzia katika kundi la vijana wenzangu. Asilimia kubwa ya vijana bado hawajapata elimu ya SACCOS, kwamba SACCOS ni nini. Na inawapelekea asilimia kubwa hata kama pale wanapohitaji mikopo wanakimbilia kwenye mikopo ya mitaani ambayo haina hata kibali kutoka Benki Kuu. Badala yake wanaenda kuchukua mikopo yenye riba umiza, yani mikopo ya riba ya juu. Hatimaye wanakuja wanafilisiwa na kuumia pia kiuchumi. Lakini nikizungumzia SACCOS kama SACCOS kwa kweli ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kinaweza kumkwamua mwanajamii au mwanachama ambaye atakayeweza kujiunga. Kwanza kabisa kwenye upande wa mikopo, anaweza akajipatia mikopo ambao wenye riba nafuu kabisa kuanzia 10%. Umeona? Lakini pia SACCOS kama SACCOS inaweza ikamwezesha mtu au mwanachama hata katika kuweka akiba ikamtengenezea asilimia kubwa. Kwa mfano kama sisi FSM Kolani SACCOS mkoa wa Mwanza, chama chetu kinaweza kikatengeneza akiba, faida juu ya akiba katika ile bidhaa ya amana, kwamba mwanachama anapokuja kuweka pesa yake anaweza kanufaika kila baada ya miezi mitatu kwa riba ya asilimia, yani faida ya 2.5. Maana yake kwa mwaka mzima anafaidika kwa faida ya 10% katika akiba yake. Sawa na hapo umelipa riba juu ya akiba na maza mwanachama. Kuna jamaa ambao wanamjipa riba. Sasa usipolipa riba kwa mwanachama, hizi hela unaweza kuzikopa kwenye mabenki. Kwa hiyo lazima tuwarudishie ile ambayo msaidia kukopesha. Lakini jambo lingine ambalo tunasisitiza ni kwamba sasa hivi palikuwepo na mwenendo wa baadhi ya viongozi kwa kufukuza baadhi ya watendaji. Mrajisi ameelekeza meneja wa SACCOS haruhusiwi kufukuzwa pasipo kuwasilisha taarifa kwa mrajisi inayothibitisha sababu za kufukuza huyo mtendaji. Naomba nirudie. Bodi hairuhusiwi kufukuza meneja
pasipo kuwasilisha taarifa ya uthibitisho wa sababu ya kufukuza kabla ya mkataba wa miaka 2-3, lakini huruhusiwi kumfukuza ndani ya miezi 3 mwaka mmoja bila sababu ya msingi. Kama kuna sababu ya msingi ambayo inasababisha mfukuze, unapaswa kumwandikia mrajisi barua ya kutoa sababu ya kutaka kufukuza mhusika. Na hiyo imetolewa kwa sababu baadhi ya viongozi wanapokuwa wamenyimwa baadhi ya huduma, wanaamua kuingia mgogoro, wamenyimwa mkopo, wamenyimwa hela za safari, anaamua kumuondoa mtu hata pasipo sababu. Usimamizi wa shughuli zenu za kila siku ambazo ndio maafisa ushirika wanazifanya: kukagua, kusimamia, kushauri, kusimamia mikutano na vitu kama hivyo, kuhamasisha. Si mnanielewa? Sasa nilikuwa nampongeza mrajisi wa vyama vya ushirika Tanzania hapa kwa kutufanyia mazingira wezeshi. Ametununulia magari mikoa yote, amenunua pikipiki mikoa yote, ametununulia kompyuta mikoa yote. Hiyo fedha mrajisi hana anakoitoa, ndio hiyo ambayo tunatakiwa tukusanye tozo, tumpelekee akatununulie nini? Vitendea kazi. Unanielewa ndugu zangu? Kwa naomba sana, kuiba ama kutolipa tozo ya serikali ni mwizi tu kama mwizi mwingine. Ushirika sasa msiwe wezi wa fedha ya serikali. Sawa jamani? Na wala msishangae maafisa ushirika wanapokufuateni wanasema jamani mlipe. Na wao wanapata tabu. Hata nikiwaambia wanasema sisi tunawafuata mrajisi lakini ndio chama chenyewe akijazalisha. Sasa si bora tukifute kuliko mimi nikienda kule, huyu Kisemalala amekaa hapa. Lakini tukienda kule wanaanza Mwanza una vyama 300. Kwanza tumepunguza sasa hivi. Tulikuwa 300 tena hatujavimaliza tena bado. Mwanza una vyama 300 lakini mbona makusanyo yako ni shilingi 38 milioni 38 tu. Wakati Lindi ana vyama 200. Sikiliza hii story. Lindi ana vyama ngapi? 200 lakini akusanya milioni 700. Inaingia akilini jamani? Ushirika. Nanielewa sijui. Na mimi nisema nitumie jukwaa hili ni kuwapata nyinyi wote ni kazi, kwa sababu mimi nilipokaa hapa, ukienda huku kuna maji, ukienda huku kuna maji, ukienda huku kuna maji, yani kila sehemu. Kwa hiyo tukikutana kama hivi na